Wameshaziba, watu wapita miguu wanashindwa kupita. Hata wabasikeli nao wanashindwa kupita kwa sababu wameshaweka mawe, na wapikipiki nao wala gari haliwezi kuingia pale. Hali ya sintofahamu imetokea katika mtaa wa Soko la Nyanya, halmashauri ya mji wa Makambako, mkoani Njombe, baada ya mkazi wa eneo hilo aliyefahamika kwa jina la Simon Msemwa, ambaye ni mwanajeshi mstaafu, kudaiwa kufunga barabara kwa mawe takribani wiki moja, akidai kuwa barabara hiyo imepita kwenye kiwanja chake. Ayo TV pamoja na millardayo.com tumefika kwenye barabara hii iliyofungwa kwa mawe na kuzungumza na wakazi wa eneo hili, akiwemo Sauli Kilasi pamoja na Uledi Madege, ambao wao wanasema mgogoro huo umewaathiri kwa kiasi kikubwa, kwa kuwa wakati mwingine wamelazimika kuwa na mzunguko mkubwa kupita njia nyingine, hasa watumiaji wa magari, na kuiomba serikali kukaa mezani ili kutatua changamoto hii. Hata hivyo, Ayo TV tumezungumza kwa njia ya simu na baadhi ya viongozi, akiwemo mwenyekiti wa mtaa huu, diwani wa kata ya Mji Mwema pamoja na meneja wa TARURA Makambako, ambao wanakiri kutokea kwa changamoto hii na namna walivyoweza kuitatua. Kwenye hii barabara imelimwa leo na siku ya 3. Ndio. Ilivyolimwa mara kwanza inalimwa. Mzee mwenye nyumba, ndugu Msemwa, walisimamisha ule msafara wa kuendelea kulima barabara, kwamba ile eneo ni eneo la ujenzi, ni eneo lake, kwamba pana jiwe la msingi pale, kuna jiwe, sio barabara. Kwa walivyomwambia kumsimamisha yule bwana ambaye ni mani wa kutengeneza ile barabara, kwa yule akasije hamjibu kwamba mimi nimeelekezwa na mkuu kwamba hapa hii ni barabara moja kwa moja toka kule chini mpaka huku juu. Akaendelea kuilima. Akakeuka kuwa bwana alimwambia asimame, asiendelee kuchimba ile barabara. Alivyochimba akamaliza akaondoka. Jioni yake mzee alikuja akamwaga mawe katikati ya barabara. Alipomwaga mawe yale akasema hapa hapana njia, hii ni eneo langu. Kwamba hili ni eneo langu, sio eneo kwamba la barabara, hapa hapana barabara. Kwa hiyo wakoja viongozi mbalimbali, mwenyekiti nani, ilikawa wameshindikana, mzee akawa mgumu kwamba hili ni eneo lake na limepimwa kwamba pana jiwe katikati ya barabara pale, jiwe la msingi, na kwamba jiwe hili kiwanja kilipimwa chote. Kwa walivyokuja akaja ndugu diwani Mloe, alivyokuja pale akamwelekeza, maana hii ni njia ni moja kwa moja ilipimwa toka kule chini mpaka huku juu kwamba itapita barabara. Yeye akasema hapa hapana njia iko wapi? Hapa hapana njia. Jioni tena akaja akamwaga mawe tipu ya pili kuziba barabara yote. Kwamba hahitaji kupita mguu wala kupita na usafiri wote, kwamba ile tayari sio barabara, ile ni eneo lake na anahitaji kujenga pale. Kwa hiyo inatuasili sisi ambao tunatembea tushaizoea ni barabara toka muda mrefu. Sasa hizi na miaka mingi, zaidi ya miaka 10 pale watu wanapita. Ila leo yeye anasema ile sio barabara. Ile ni eneo lake. Ambapo jiwe lake lilikuwa nyuma ile barabara na aliweka vifimbo kabisa. Toka mwanzo ile watu wanavyosema kwamba pale kiwanja kikuishia pale, ile ilikuwa imepimwa toka muda ni barabara. Kiwanja chake alikuwa ameshaweka mipaka. Kwa wale walikuja kutoa lile jiwe huku mwanzo, akaenda kulichomeka mbele ile katikati ya barabara, kwamba ile yote ni barabara. Akasema imeshapimwa. Wanapopimwa wale akaja kuweka kule mbele. Kwa hiyo kwamba yeye anavyoeleza kwamba ile ni eneo lake, sio barabara tena. Kwetu sisi sio vizuri, kwa sababu ni maendeleo watu wanayataka. Kwa hiyo kuziba barabara vile sio, inabidi aache barabara watu wafanye shughuli zao. Kama hapo tupo jirani na soko, na hiyo ni barabara kubwa, watu wanashuka anapanda kama unavyoona mwenyewe. Kwa hiyo aiachie tu barabara ifanye kazi. Sisi tunavyopenda kama atakaa vizuri, wataelewana, tunaomba tu atuachie barabara tuitumie. Kwa sababu hata sisi wenyewe tunaofanya biashara za mbao, barabara yetu nzuri ya kuitumia ndio hiyo hapo. Gari tunaipitisha huko wakati ilikuwa inaweza kupita katikati hapo ikashusha ikarudi. Sasa wito wetu kwa serikali, sisi kama wakazi wa Makambako, mtaa wa Soko la Nyanya, tulikuwa tunaomba hiyo barabara iendelee kufanya kazi. Changamoto hapo ni kubwa, kwa sababu hiyo barabara inaelekea uelekeo wa Soko la Nyanya, kwa sababu mapito makubwa ni hapo. Hakuna barabara nyingine ambayo iko inakatisha hapo zaidi ya hiyo. Mimi sio kichaa. Siwezi kufanya jambo serikali ya mtaa isijue. Haiwezekani. Kifupi ni hivyo. Swala likoje? Ina maana serikali ya mtaa sitakuwa najua au halmashauri sitakuwa najua?
mpaka limefikia hapo. Anayesema barabara ni nani? Amethibitishaje kwamba ni barabara? Amejiridhisha vipi? Miaka yote nimemiliki hiyo toka 90 ngapi huko 98. Watu wanakatisha tu pale. Sio kusema kulikuwa na barabara. Watu wanakatisha tu. Halafu imekuja kuchongwa barabara hapo. Kiwanja changu bado kiko kwenye kesi. Kesi kwa mahakama ya wilaya. Mtu anakuja kuchonga barabara hapo. Kwa hiyo mimi kama ni swala la kujiridhisha, wewe kama mwandishi wa habari, fuatilia hizo ngazi za serikali ya mtaa mpaka halmashauri. Hapo si watu wanakatisha tu, sehemu ambayo iko wazi si watu wanakatisha, lakini mimi kiwanja changu kina beacon kabisa, wamelima na beacon wameng'oa. Aliyesababisha kuchonga ile barabara atakuwa yupo. Sasa ndio nasema fuatilia uongozi, aliyesababisha mpaka hicho kitu kikatokea. Kilikuwa hakipo. Hizo beacon mimi sikuziona. Na hilo swala tunataka tulishughulikia kama nilivyosema, na wale waliokuwa nalazimisha. Kama kulikuwa na beacon, hazipo beacon, ndio tutaelewa. Na kingine tuliwaambia aende kwenye mamlaka husika. Ndugu yangu wewe kama kiongozi, yani pale ndio hivyo, wananchi bado, na ndio maana wananchi walifikia kufanya hivyo nafikiri, kwa sababu na mimi mwenyewe nilikuwa nalalamikiwa kama kiongozi umechukua hatua gani, na mimi ndio naambia hivi, mimi nimemwambia aende mamlaka husika. Kwa hiyo huko ndio kwenye majibu sahihi. Mimi mwenyewe nilienda nikajaribu kuwaona uongozi pale, wakasema niwaachie wao watalishughulikia wao. Lakini sasa hivi hapa nilikuwa naongea na diwani, anasema tayari wameshalishughulikia. Sasa nikamwambia kuna watu wa habari wakuja, akasema waambie tu wampigie yeye, ndio na maelezo vizuri. Wameshalimaliza. Kulikuwa na changamoto kama hiyo kama ulivyoona. Ndio. Lakini tumemaliza jana. Na yule mwananchi ametoa mao yeye mwenyewe. Unaona? Yani pale unajua maeneo hayo mitaa ile haikupimwa, ni inapimwa sasa hivi kwa namna ya urasimishaji. Kwa mtindo wa urasimishaji. Sasa na yule mzee mwenye nyumba ile pale, ile eneo alinunuaga kwa mtu. Sasa walivyoonyeshana mipaka wakamuonyesha na barabara, lakini hiyo barabara ina miaka mingi sana. Na imesajiliwa hiyo barabara, na kulikuwa na kibao kinachoonyesha hiyo barabara. Sasa baada ya kusafisha ile njia, tulishangaa tu kwamba yule mzee anasema ile eneo ni la kwake, ameambiwa na watu wa ardhi. Nimerudi jana Jumatatu ndio nimelishirikia jambo hilo, tuliwaita watu wa ardhi na kuangalia ramani na michoro. Ikaonekana eneo hilo linaonyesha barabara ilisha kuweko na ramani ipo inaonyesha barabara. Sasa huyu mzee baada ya kumbana kwamba wewe aliyokuambia ile eneo ni la kwako ni nani, alishindwa kueleza. Kwa tukamwamuru atoe mao yeye mwenyewe kwa yale, kwa sababu hawezi kufunga barabara ambayo inatumika. Na mara ya kwanza kabla ya watu wa ardhi kuja, mimi nilikaa naye kumuuliza kwamba hapa umeweka mawe kwa idhini ya nani? Sema mimi nina kibali na nimeweka na watu wa ardhi. Nikamuuliza na kibali cha ujenzi, akasema hilo jambo halinihusu. Mimi nikalazimika kuleta wataalamu wa ardhi pale na michoro yao. Kwa hiyo kwamba tukakubaliana kwamba na ramani naonyesha ile ni barabara. Kwa sababu kulikuwa na wananchi wengi sana jana waliokuwepo pale, walikusanyika kushuhudia kuangalia jambo hilo, maana lilikuwa limewakera watu wengi. Kwa hiyo kwamba jana kwa hiyo tulimwamuru baada ya kuona pale ikaonekana kwamba hana vienezo na hana kibali na nini. Kwa hiyo aliamuriwa atoe mali kwa mawe kufika saa 12, na kufika saa 12 mawe yale aliyatoa yeye mwenyewe. Pale ukifika pale sasa pamefunguliwa pale safi na gogoro. Wito wangu ni kwamba watu wanatakiwa kufuata taratibu na sheria. Hii ni ripoti ya Ayo TV na mimi ni Amiru Kilagarila.